Naam, habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo. Karibu katika habari kwa ufupi mchana wa leo. Jina langu ni Margaret Itala. Tunaanza na habari za kitaifa. Wananchi mkoani Ruvuma wametakiwa kujitokeza kwa wingi kuchangamkia fursa za uwepo wa madaktari bingwa na bobezi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ambao wameweka kambi ya siku 6 katika halmashauri 8 mkoani humo ili kufanyiwa uchunguzi wa magonjwa mbalimbali kwa lengo la kuimarisha afya zao ili waweze kushiriki vyema shughuli za maendeleo. Mwanahabari wetu Ditanyoni anaarifu zaidi. Wito huo umetolewa na Katibu Utawala Mkoa wa Ruvuma Mary Makondo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wakati wa mapokezi ya madaktari bingwa 48 wa magonjwa bobezi, ambapo amesema serikali tayari imeboresha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba pamoja na miundombinu ya kutolea huduma za afya. Hivyo matarajio ni kuona kambi hiyo inatoa fursa kwa wananchi kupatiwa huduma stahiki. Kwa hiyo tunaona utaalamu huu pia uwezeshaji mkubwa wa kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi na kuweza kufanya kazi zao za uzalishaji na kuchangia katika uchumi na pato binafsi pamoja na mchango katika pato la taifa. Tuhakikishie tu mtakapokuwa hapa mtakuwa imara zaidi kuliko mlivyokuja, maana hapa kila kitu kinapatikana. Na tuwakaribishe sana katika maeneo yote ambayo mmepangiwa, na Chama cha Mapinduzi kitakuwa bega kwa bega na wananchi kuwajulisha kwamba huduma zinapatikana katika maeneo yetu. Awali akieleza lengo la madaktari bingwa, mganga mkuu wa mkoa Dr. Lucy Chomboko na mwakilishi kutoka Wizara ya Afya wanasema wananchi wenye afya ni wenye tija katika uzalishaji mali nchini, huku mmoja wa madaktari bingwa wa watoto kutoka Hospitali ya Rufaa ya Dodoma akaeleza matumaini yao. Na moja ya mikakati ya serikali ya awamu ya 6 ni kuhakikisha kwamba wananchi hawa wana afya tele, wanashiriki katika shughuli za uzalishaji, lakini pia wanapata huduma stahili katika maeneo yao ili waweze kushiriki katika ustawi wa nchi yetu. Madaktari wetu watatoa mafunzo kwa watumishi walioko katika vituo hivi vya kutolea huduma, ni pamoja na kuwafundisha kuweza kutumia vifaa mbalimbali ambavyo vimewekwa katika hospitali hizo. Kuna mashine kama mashine za x-ray, na tuna matumaini kwamba tutakwenda kuwafikia wagonjwa wengi kwa sababu huduma hizi zitakwenda kuwagusa wale watu ambao hawakuwa na uwezo wa kuweza kupata huduma za kibingwa katika mazingira yao. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Naam, shukrani sana Ditanyoni kwa taarifa hiyo. Katika kuhakikisha wananchi wananufaika na huduma bora za afya, serikali ya mkoa wa Njombe imewataka wakazi wa mkoa huo kuachana na tabia ya kupita njia za mkato kutafuta matibabu na badala yake kuvitumia vituo vya afya vilivyopo karibu yao. Michael Patrick anaripoti. Ni mwamko mpya katika sekta ya afya mkoani Njombe, ambapo Katibu Utawala wa mkoa wa Njombe Judika Omari akizungumza wakati akiwapokea madaktari 38 bingwa na bobezi wa Samia Suluhu Hassan waliobobea katika fani mbalimbali za tiba ili kwenda kuwahudumia wananchi, amehimiza wananchi kuwa na imani na vituo vya afya vilivyojengwa kwa gharama kubwa na serikali. Ninawaomba sana wananchi wa Njombe wajitokeze. Serikali inatoa huduma bora zaidi. Tunaombeni jitokeze mpate huduma. Msikimbilie sehemu za ajabu au mitaani kupata huduma ambazo ni za shortcut. Madaktari wapo, tujitokeze, tuende kupimwa kwa usahihi, lakini upate dawa ambayo ni sahihi, tatizo lako liishe. Tunahitaji nguvu kazi. Kwa upande wake, mratibu wa zoezi hilo kutoka Wizara ya Afya Pascalina Andrew amesema kampeni hiyo imeleta mafanikio makubwa, ikiwa ni pamoja na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Kampeni ya Dr. Samia Mentorship sasa ilikuwa inalenga huduma mama na mtoto. Imesaidia kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga. Ndio ilikuwa area kubwa ambayo tunalifanyia kazi. Naye kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Njombe Dr. Robert Masele amesema madaktari hao watafanya kazi kwa ukaribu na wataalamu wa ndani ili kuongeza ujuzi na uzoefu wa kimatibabu kwa watumishi waliopo mkoani hapa. Maeneo ambayo yamekuwa yakitupa changamoto sana na kwa ujio huu umekuwa kitusaidia ni eneo la afya ya uzazi wa mama na maeneo ya magonjwa ya watoto,
na sehemu za watu wanaopata ajali. Kwa upande wao, madaktari waliowasili wameonyesha utayari wa kutoa huduma bora na kutatua baadhi ya changamoto zikiwemo huduma za matibabu kwa wenye matatizo ya usingizi na kukoroma. Lakini kukoroma usiku ni tatizo, kwa hiyo ni lazima ufike kufanyia uchunguzi tuweze kuona chanzo ni nini. Kutoka mkoani Njombe ni Michael Patrick, Channel 10. Shukrani sana Michael Patrick kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee kule kanda ya Ziwa ambapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Mara imefanikiwa kudhibiti malipo hewa ya zaidi ya shilingi milioni 70 ikiwemo milioni 49 ya fedha za uhamishaji wa makaburi kwa wananchi wanaopisha upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Serengeti katika kata ya Nyatwali wilayani Bunda mkoani humo. Musa Makali ameandaa taarifa ifuatayo. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara Mohamed Sharifa akizungumza mapema leo amesema fedha hiyo ilikuwa ilipwe kama kifuta machozi kwa wahusika wa makaburi hewa yasiyokuwa na mili, ambapo kila kaburi lilipaswa kulipwa shilingi 400,000. Dhibiti shilingi milioni 49 na 200,000 katika zoezi la uhamishaji makaburi kwa wananchi wanaopisha upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Serengeti kata ya Nyatwali katika wilaya ya Bunda, fedha iliyokuwa ilipwe kama kifuta machozi kwa wanufaika wa makaburi hewa 123, ambapo kila kaburi lilipaswa kulipwa shilingi 400,000. Tulifanikiwa hilo baada ya kufanya uchambuzi wa mchakato mzima uliotumika kuhalalisha ulipaji wa fidia za makaburi yaliyopaswa kuhamishwa. Uchambuzi wetu ulibaini kuwa katika hatua ya uthaminishaji, makaburi hayo yalithaminishwa kwa namna yalivyotambulishwa na kuonekana kuwepo, na sio kwa uthaminishaji kujiridhisha na kuwepo kwa miili ndani ya makaburi yale. Pia mkuu wa TAKUKURU amesema katika fedha hizo shilingi milioni 21 za mradi wa ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya wilaya Bunda inayotekelezwa katika awamu ya pili. Fedha hizo zilitengwa kwa ajili ya manunuzi ya vifaa vya ujenzi ambavyo tayari vilikuwa vimeshanunuliwa. Fedha hizo zilikuwa zimetengwa na kuanzishiwa mchakato wa manunuzi ya vifaa vya ujenzi ambavyo tayari vilishanunuliwa katika awamu ya kwanza ya mradi na vingine vilishafungwa kwenye majengo husika. Pia tumefuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo 28 yenye thamani ya shilingi bilioni 9,260,920,978 katika sekta za afya, elimu, barabara na maji. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Shukrani sana Musa Makali kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA, Daktari Anthony Diallo amewataka wakulima wadogo wa miwa kupima afya za udongo wa mashamba ya miwa ili kutumia mbolea kulingana na mahitaji ya udongo wanaoulima. Daktari Diallo ametoa wito huo alipokuwa akizungumza na wakulima wa chama cha msingi cha ushirika cha wakulima wa miwa Mkula Ifakara mkoani Morogoro wakati wa ziara ya kikazi ya bodi hiyo. Akielezea lengo la ziara hiyo, Daktari Diallo amesema imelenga kuwajengea uwezo wa namna shughuli za kilimo cha miwa kinachoendeshwa na kutoa ushauri kwa wakulima namna bora ya kutumia mbolea kwenye kilimo, ikiwa ni pamoja na kupima afya ya udongo. Kwa upande wake, meneja wa chama hicho Clemens Mjami ametoa taarifa ya mwenendo wa matumizi ya mbolea kwa wakulima. Ameshukuru serikali kwa kuweka ruzuku kwenye mbolea na kushusha bei ya pembejeo hiyo kutoka shilingi 120,000 hadi 140,000 mpaka kufikia kununua mbolea kwa shilingi 68,000. Tumekuja kuangalia wana mpango wa kubadilisha baadhi ya mali au uzalishaji wa molasses ili iwe chanzo kimoja cha kupata mbolea au virutubisho vya potassium kwenye ardhi, kwa sababu miwa huwa inakula potassium kutoka kwenye ardhi kwa kiwango kikubwa sana. Sasa itatusaidia sana na kusaidia taifa kupunguza uagizaji wa potassium kwa ajili ya masuala ya kilimo. Mbolea mara nyingi unaiweka kulingana na matokeo ya kupima afya ya udongo wa shamba lako. Sasa hapa mara nyingi walivyotueleza
wanapima kwa ujumla na kuchukua sample badala ya shamba moja baada ya jingine. Tumewaomba kwamba wajaribu kufikia hiyo level ya kuchukua matokeo ya shamba moja moja ili kuwe na uhakika wa matumizi sahihi. Tunaishukuru sana serikali kwa kuweza kutusaidia mbolea ya ruzuku. Pia tumefika mahali hadi wananchi wenye kipato cha chini wameweza kutumia hizo mbolea kwa kuweza kuinua vipato vyao. Wito kwa serikali kwamba hivi swala la ruzuku lisiachwe. Iwapo kama litaacha tapata, tunashukuru sana kwa maana kutusaidia katika ruzuku. Bila hivyo mkulima asingekuwa ameendea. Sasa kwa bei tunaomba vile vile ruzuku wanavyosaidia, hata ile bei ilikuwepo kutokana na hali ya kimaisha jinsi inavyokwenda. Ni vyema sasa ingefika angalau mbolea kwa shilingi 45 au 40, ingekuwa ni vizuri zaidi katika msaada. Wadau wa maendeleo wameendelea kuchangia jitihada za serikali katika uboreshaji wa mazingira ya kujifunzia mashuleni pamoja na kuimarisha utunzaji wa mazingira na kukuza elimu ya uhifadhi wa taka kwa wanafunzi, ikiwa ni utekelezaji wa sera ya taifa ya mazingira ya mwaka 2021 ambayo inasisitiza ushiriki wa sekta binafsi katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Hayo yanajiri wakati taasisi ya GSM Foundation ilipotoa msaada wa vifaa vya kuhifadhia taka kwa shule ya msingi Mtoni Kijichi, kata ya Kijichi, wilaya ya Temeke, jijini Dar es Salaam. Vifaa hivyo ni pamoja na usimikaji wa mapipa 12 ya kuhifadhia taka kwa matumizi ya nje ya madarasa, vipipa taka 25 vya ndani ya madarasa, toroli moja la kusafirishia taka na kubandika mabango 50 yenye jumbe za kimazingira kwenye mazingira ya shule. Mbali na msaada huo, GSM Foundation kwa kushirikiana na GSM Group wametoa sabuni za kung'arisha kwa wanafunzi wote 100. Ni kundi maalum ili kupunguzia gharama za ununuzi wa mahitaji yao ya shuleni. Nimeweza leo kukabidhi wheelchair kwa watoto 4 ambao walikuwa wanahitaji vitu hivyo, lakini pia pamoja na hayo tumetoa hearing aids ambazo ni vifaa vya kuwezesha watoto wenye matatizo ya kusikia, changamoto ya kusikia samani, ambapo kutokana na taarifa ambazo tulikuwa na mkuu wa shule kulikuwa kuna watoto 10 ambao wana mahitaji hayo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tumeweza kuwagaia vifaa hivyo. Watoto wetu hao wenye ulemavu walikuwa wanapata shida, walikuwa hawana jinsi ya kukaa, jinsi ya kusoma, jinsi ya kuandika kwa sababu hawana uwezo wa kutembea. Sasa kwa vile mmewaletea hivi viti, kwa kweli vitawasaidia sana na walimu hawatapata shida, hasa kuwapeleka sehemu ya kujisaidia. Katika shule yetu ningependa katika maktaba tuweze kuongezeka vitabu mbalimbali ili kila mwanafunzi aweze kupata kitabu cha taaluma, kwa mfano kama maarifa ya jamii au jiografia kasida kwenye mtaala mpya. Vikiongezeka vitabu na kila mwanafunzi akipata, wanafunzi karibia hata nusu ya darasa au nusu na robo ya darasa, tunaweza tukafaulu kutokana tumepata vitabu. Hata kama ile mada ambayo mwalimu ataongelea na sisi tunaweza tukapakua kwenye kitabu, tukaweza kuona ile mada na tukajifunza zaidi. Mtoto ana changamoto, ana usonji, ana kumbukumbu, kiingia zinapotea. Kwa hiyo ndio hivyo, inabidi nikiingia hapa asubuhi saa 1:30 natoka saa 6:30 kwa sababu namsubiria, siwezi kumwacha aweze kurudi mwenyewe nyumbani. Na kwingineko duniani, waziri wa mambo ya nje wa Ghana ametangaza kuwa nchi hiyo imefunga kwa muda ubalozi wake katika mji mkuu wa Marekani, huku kukiwa na uchunguzi kuhusu madai ya kashfa ya visa. Samuel Okuzeto Al-Ablakwa amesema ubalozi huo utafungwa kufuatia ugunduzi wa timu ya ukaguzi iliyochunguza madai ya ufisadi katika ubalozi wa Washington. Kwa mujibu wa Blakwa, pamoja na washiriki wa ukaguzi, wahusika katika mpango huo wa udanganyifu walichukua pesa kutoka kwa waombaji wa visa na passport. Aidha, inadaiwa kuwa mpango huo ulijumuisha kuweka kiunganishi ambacho hakijaidhinishwa kwenye tovuti ya ubalozi ili kuwaelekeza waombaji visa na passport kwa kampuni ya kibinafsi, ambapo walitozwa malipo ya ziada kwa huduma nyingi bila Wizara ya Mambo ya Nje kufahamishwa kuhusu jambo hilo. Kutokana na kashfa hiyo, wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Nje huko Washington wamerudishwa nyumbani
na wafanyakazi wengine wote walioajiriwa ndani ya ubalozi wamesimamishwa kazi. Kwa upande wa michezo na burudani, wakati Tanzania ikiendelea na maandalizi kuelekea mashindano ya CHAN 2025, shirikisho la soka barani Afrika CAF limefanya ziara ya ukaguzi wa viwanja vya Benjamin Mkapa na viwanja vya mazoezi vya Gymkhana, chuo cha sheria na Meja Jenerali Isamuyo kwa kuridhishwa na hatua ya uboreshaji wa miundombinu hiyo. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na Channel 10 Michezo, katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika Veron Mosengo Omba amesema hali ya ukarabati wa viwanja inakwenda vizuri na wanafurahi kuona utayari wa Tanzania kuandaa mashindano hayo kutokana na hatua kubwa iliyopigwa. In a good direction for these two competition. When I see the beautiful, nafikiri tupo kwenye mwenendo mzuri kuelekea kwenye mashindano hayo makubwa. Kuona uwanja mkubwa kama huu na kuona namna ambavyo umefanywa marekebisho makubwa, hivyo naamini tutaenda kufanya mashindano makubwa, na nitumie nafasi kuwaalika wapenda soka wote barani Afrika kuja kujitokeza kushuhudia mashindano hayo. Nimeridhishwa na kila ambacho tumekiona, sio tu kuelekea mashindano haya ya CHAN, lakini pia kuelekea mashindano haya ya AFCON. Niwapongeze pia wote in order to make this a successful. Kwa upande wa serikali, kupitia kwa msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amesema kuwa ukaguzi wa CAF unaangazia utayari wa nchi, huku wakifurahi kuona wakaguzi wameridhishwa na ukarabati, huku wakiweka wazi serikali kukamilisha malipo yote kwa CAF. Tunafurahi kwamba wametoka hapa wakiwa wameridhishwa sana na maandalizi yetu. Kwanza tumeshalipa ada zote za mashindano ya CHAN. Tumeshafanya maandalizi makubwa, viwanja vyetu vingi vilipata shida kidogo wakati huu wa mvua, tumeshaviboresha. Tumeleta kampuni kutoka Uturuki ambayo inatusaidia kuboresha viwanja vya mazoezi. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa ni karibu umekamilika. Mwenyewe leo ameona pitch, ameona maeneo ya kubadilishia nguo, ameona vyumba vya waamuzi, ameona vyumba vya kupima matumizi ya mbinu na dawa haramu michezoni, ameona kila mahali, ameona taa, ameona vifaa vya umeme, uwanja mzima ameridhika. Kwa upande wa uwanja wa mashindano, kwa lugha za sasa hivi tungesema Tanzania haina deni. Salom Pelembo, Channel 10 Michezo. Na mtazamaji, ilikuwa ni habari kwa ufupi mchana wa leo, na mimi ni Margaret Itala. Tafadhali endelea kubaki nasi kwa vipindi vinavyoendelea. Asante na wakati mwema.